Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Leo Ijumaa tarehe 12 mwezi wa Desemba mwaka 2025. Tunakukaribisha kwa idhaa yako. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Haya ni matangazo maalum ambayo yanaangazia matukio muhimu barani na yanayotuhusu sisi raia na wakazi wa bara hili. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknohama na michezo na mazingira. Lakini muhimu zaidi ni kwamba huu ni ukumbi wako ambapo sauti yako wewe Mwafrika inasikika, inaheshimiwa na kupewa nafasi zaidi. Jina langu ni Kennedy Wandera. Andamana nasi kwenye majukwaa yetu ya Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Karibu. Leo tunaangazia mapigano mapya ya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na utekaji wa mji wa Uvira, Kivu Kaskazini, licha ya mkataba wa amani kati ya Rais Felix Tshisekedi wa DRC na mwenzake wa Rwanda Rais Paul Kagame jijini Washington, Marekani, mbele ya usuluhishi wa rais wa nchi hiyo Donald Trump. Je, mkataba haupo tena na ni nani wa kulaumiwa? Lakini kwanza tupate muhtasari wa matukio mengine barani naye mwenzangu Shisia Wasilwa. Tuanzie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo kundi la waasi la M23 limeimarisha udhibiti wake katika mji muhimu wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na mashahidi wa eneo hilo. Hatua hii inajiri wakati serikali ya Kinshasa ikionya kuwa kusonga mbele kwa waasi hao wanaoaminika kuungwa mkono na Rwanda kunaweza kuhatarisha juhudi za rais wa Marekani Donald Trump za kusukuma upya mchakato wa amani katika eneo hilo. Kupenya kwa waasi katika maeneo mapya kuna ufikisha mzozo huo kwenye mlango wa Burundi, taifa jirani ambalo kwa miaka limekuwa na majeshi yake ndani ya Kongo. Marekani imetoa onyo kali kwamba inaweza kupunguza msaada wake wa kigeni kwa Sudan Kusini iwapo Juba haitofuta kile ilichokiita ada zisizo halali zinazotozwa kwa shehena za misaada ya kibinadamu. Washington ilishtumu serikali ya Sudan Kusini kwa kutoza ada za juu kupita kiasi kwa usafirishaji wa misaada na kuzuia shughuli za walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Waziri wa masuala ya kibinadamu wa Sudan Kusini Albino Akol Atak Mayom hakupatikana mara moja kutoa maoni. Marekani ambayo mwaka huu imepunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha misaada yake nje, ndio mfadhili mkuu wa misaada ya kibinadamu nchini humo. Na waziri wa ulinzi wa Somalia Ahmed Moalim Fiki amekataa kauli za kudhalilisha kutoka kwa Rais Donald Trump, akisisitiza kuwa Somalia watakubali kubezwa. Akizungumza katika mkutano wa hadhara huko Pennsylvania, kwenye mkutano uliopangwa kuzungumzia rekodi yake ya kiuchumi, Trump alishambulia tena nchi za ulimwengu wa tatu na kukashifu wahamiaji kutoka maeneo hayo, pamoja na kueleza shukrani kwa Marekani kwa msaada wake wa kijeshi dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Waziri huyo alikataa vikali mtazamo wa Trump kuhusu wa Somali. Na Ghana imewafukuza raia watatu wa Israeli ikiwa ni kisasi baada ya hapo awali kulalamikia kunyanyaswa kwa raia wake katika uwanja wa Ben Gurion ulioko nchini Israel. Kulingana na taarifa ya wizara hiyo, serikali ya Ghana ilimuita kaimu balozi wa Israeli nchini humo ili kutafuta suluhu ya mtafaruku huo. Ghana ilisisitiza kuwa raia wake wanastahili kupewa heshima kama yale matarajio ya nchi nyingine kwa watu wao waingiapo Ghana. Na hatimaye Rais William Ruto wa Kenya ameongoza sherehe za 62 tangu taifa la Kenya kuwa jamhuri mwaka 1964. Sherehe hizo zilifanyika huku wananchi wakikabiliwa na hali ngumu ya maisha, kubinywa kwa sauti kinzani, pamoja na wanaharakati kudai kuwa haki za wananchi zinakandamizwa. Rais Ruto ameelezea hatua ambazo serikali yake imepiga tangu achukue usukani kutoka kwa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta. Mwisho wa taarifa za habari. Msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika, karibu katika jukwaa la waandishi Jumaa hii. Leo tunatupia jicho kuzuka kwa mapigano mapya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na utekaji wa mji wa Uvira, Kivu Kaskazini na waasi wa M23, licha ya mkataba wa amani kati ya serikali ya Rais Felix Anthony Tshisekedi Chilombo na Rais wa Rwanda Paul Kagame jijini Washington DC, Marekani, mbele ya usuluhishi wa rais wa nchi hiyo Donald Trump. Je, mkataba haupo tena na ni nani wa kulaumiwa?
M23 inadai kuikomboa Uvira. Ni nani wanemkomboa, wananchi au ni maslahi ya nje? Kwa nini serikali ya Kongo haijafanikiwa kudhibiti zaidi ya makundi 100 ya waasi kwa miaka mingi licha ya msaada wa kimataifa? Ni udhaifu wa kijeshi, kisiasa au ni rushwa? Na ni nani anawajibika kwa vifo vya raia zaidi ya 70 wiki hii tu? Rwanda, Kongo, waasi au wote? Mbele ya meza majadiliano na ungana na waandishi wetu Mbelechi Msoshi akiwa Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana Mbelechi kujiunga nasi. Asante sana Kennedy Wandera. Vile tunajiunga na ndugu yetu Silvanus Karemera akiwa Kigali nchini Rwanda. Asante sana Silvanus. Asante sana Kennedy Wandera. Vile tunajiunga na ndugu yetu Ramadhan Kibuga akiwa Bujumbura nchini Burundi. Asante sana Kibuga kujiunga nasi. Asante sana Ken Wandera. Asante sana kaka, asante sana. Kundi la waasi la M23 lalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda limesema kwamba limetoa udhibiti wa mji muhimu wa Uvira mashariki mwa Kongo Jumatano alasiri baada ya mashambulizi ya kasi siku chache baada ya juhudi za Marekani kupunguza vurugu za mzozo huo. Uvira ni kitovu muhimu katika ncha ya kaskazini ya ziwa Tanganyika na iko moja kwa moja na mkabala jiji kubwa la Burundi, Bujumbura. Mashambulizi mapya M23 yanakuja licha makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani na kutiwa saini wiki iliyopita na marais Felix Tshisekedi wa Kongo na Rais Paul Kagame wa Rwanda mjini Washington, Marekani, chini ya usuluhishi wa Rais Donald Trump. Ingawa mkataba huo haukujumuisha kundi la waasi la M23 ambalo linajadiliana kivyake na Kongo huko Doha, Qatar, ulitarajiwa kutekelezwa na pande husika na kusitisha mapigano yanayoendelea. Kila upande unamlaumu mwenzake kuvunja makubaliano hayo. Marekani katika taarifa yake Jumatano imetaka M23 na wanajeshi wa Rwanda kusitisha mashambulizi yote na wanajeshi wa Rwanda kurudi Rwanda. Rwanda hata hivyo imelaumu jeshi la Kongo kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yameripoti zaidi ya watu 200,000 kuyahama makazi yao tangu Desemba 2, huku zaidi ya watu 70 wakiripotiwa kuuawa. Baadhi ya raia wamekimbilia Burundi na ripoti zinasema makombora yameanguka katika mji wa Rugombo upande wa Burundi, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu mzozo kuvuka mpaka. Mapema mwaka huu M23 iliteka Goma na Bukavu, miji muhimu mashariki mwa Kongo, ikiongeza ukubwa wa mzozo wa miaka mingi. Burundi imefunga mpaka wake na DRC baada ya kuendelea kwa mashambulizi ya M23 kuelekea Uvira. Kati ya Desemba 5 na 9, takriban wakimbizi 38,000 wameingia Burundi wakikimbia machafuko hayo. Hatua ya marais wawili kuweka saini binafsi ilikuwa imepewa uzito mkubwa sana kama ishara ya wazi ya nia ya kisiasa kurejesha amani eneo hilo. Je, mkataba huu haupo tena? Na ni nani wa kulaumiwa? Lakini je, ni kejeli ya wazi kwa Trump? Mbelechi Msoshi ukiwa hapo Kinshasa, M23 inadai kuikomboa Uvira. Ni nani wanayemkomboa? Ni wananchi au ni maslahi yao binafsi? Naam, Kennedy, unajua kwanza wakati waasi wa M23 waliteka mji wa Uvira, kulikuwa taarifa vyombo vya habari ambayo msemaji wao Lawrence aliandika kwamba wamekuja kugomboa wakongomani ambao ni waasirika wa ubaguzi. Waliona kwamba tayari serikali imeanza kuwaua wakongomani na kubagua wakongomani ambao wanadaiwa kuwa wanazungumza Kinyarwanda. Hiyo ndio wameendelea kutetea, lakini serikali kama nilivyosema kila mara, serikali imesema kwamba kabila za Wanyarwanda, Wanyamulenge wamewakilishwa katika serikali, na serikali imesema kama hiyo ni kisingizio, lakini wana njama ya kuwa na udhibiti wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, haswa eneo la mashariki mwa Kongo, na wamesema kwamba ni Rwanda ndo imekuwa na njama hiyo ya kudhibiti eneo la mashariki mwa Kongo. Kusema kama wamegomboa nani, ni hao tu wapiganaji wa M23 ndo wanajibu kwa swali hilo, na wamesema kwamba hao wamekuja licha mkataba wa Washington. Waliona ya kwamba serikali ya Kongo imeendelea kuwatesa au kuwabagua raia ambao wamesemekana kama wamezungumza lugha la Kinyarwanda, wamebaguliwa, na hiyo ndio wamesema. Lakini serikali ina msimamo mmoja kwamba hiyo ni kisingizio, ni njama ya Rwanda ya kuja kudhibiti eneo la mashariki mwa Kongo na kuyaweka ikuwe kama vile imekuwa chini ya uongozi wa Rwanda. Na Mbelechi, hali ikoje kwa sasa Uvira?
Na serikali inasema nini kuhusu utekaji wa mji wa Uvira na M23? Kwa sasa Uvira tuliona katika video, tuliona kama huyu Willy Ngoma ametembea mji wa Uvira, alizungumza na raia akitembea, na kuna baadhi ya wanajeshi na raia ambao walitoka mji wa Uvira na kwenda Makobola. Makobola ni karibu 2 kilomita na 30 na mji wa Uvira, na hapo ndo baadhi ya raia wamekimbilia wakiogopa labda kunaweza kuwa wazalendo hao wanajeshi ambao wangali huku ndani ya mji wa Uvira wanaweza kujitokeza na kuanza mapambano mapya na kundi la M23. Yaani kwa sasa kuna tulivu, lakini kuna hofu katika raia ya kwamba labda kunaweza kuwa makundi ya wazalendo ambao wako hapo ndani. Kwa sababu nilisoma taarifa ya habari ya mratibu wa wazalendo huku Uvira, ameandika ya kwamba hao watabaki hapo hadi wataendelea na njama kuweka mikakati ili kugomboa mji wa Uvira. Na hata hivyo msemaji wa gavana naibu wa jimbo la Kivu Kusini, Jean-Jacques Elakano, alisema ya kwamba waliondoka lakini wana mpango wa kuja tena kugomboa mji wa Uvira. Yani kuna hofu kuwe tena mapigano katika mji huu. Yani kuna hofu upande wa raia, kuna wale ambao walikimbia na wale wanabaki hapo ndani ambao hawana uwezo wa kuondoka kwenda Burundi au kwenda huko Makobola ambapo kuna makao ya jeshi na baadhi ya raia ambao walikimbia. Sasa atakomboaje mji huo wakati yeye mwenyewe taarifa zinaeleza, na wewe ulizungumza na yeye wakati ule akieleza kwamba yuko Burundi? Sasa amesharejea Kivu Kusini ama bado yuko Burundi? Hajasema kama yupo wapi, lakini alitoa wito kwa wakazi ambao wanapatikana Fizi. Na kumbuka ya kwamba kwa sasa baada ya kushikwa kwa Uvira, Fizi Baraka ni mji tena mkuu tu, ni hapo ndio kutakuwa sasa makao mapya ya mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini. Na alisema ya kwamba wakazi wa eneo hilo Baraka wafahamu ya kwamba mji wa Baraka hautachukuliwa na wahasi. Ni tamko za kawaida kwa viongozi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Wewe umekuwa ukifuatilia mapigano haya kwa muda mrefu sasa. Hali hii katika tafsiri yako, unahisi tatizo liko wapi? Naweza kusema ya kwamba, kumbuka kwanza, jeshi kwanza la taifa kuna mara wanafika hawana mshahara, haufike mapema. Na kuambia kwamba taarifa nilizokuwa nazo ni kwamba kuna baadhi ya wanajeshi ambao wanapoteza matumaini kwa sababu kama kawaida mishahara imewafikia nyuma. Na hakuna pia uratibu kati ya jeshi na wazalendo. Yaani kuna mara jeshi la taifa na wazalendo hawasikilizane, na shida ni uratibu, koordinata ya vita hiyo ndio shida. Na kunasemekana pia pesa ambazo zinapaswa kufikia wanajeshi zimekuliwa, na hata zile ambazo zinapaswa kufikia wale wazalendo ambao pia ni raia ambao wamejitolea hawana mshahara ya kila mwezi. Lakini kuna pesa ambazo kweli Kinshasa au viongozi wamechukua kwa mujibu wa baadhi ya wanajeshi au wazalendo ambao tunawasiliana nao. Na kumbuka ya kwamba bajeti pia ya jeshi kwa sasa imesemekana ya kwamba baada ya kura ambayo imepita bungeni, kwa sasa ndo bajeti ya nchi yote ni bilioni 20 ya dola za Kimarekani, na kwa sasa jeshi itakuwa na 80% ya bajeti ya nchi. Na kuna mchakato sasa wa kuboresha hali ya wanajeshi. Na kitu kingine ni kwamba wanajeshi wanaenda vitani, na ikiwa mwanajeshi amefariki katika uwanja wa vita, familia yake imejikuta iko nje katika kambi ya wanajeshi, wamewafukuza. Hiyo pia inashusha nguvu ya jeshi. Yaani jeshi anapigana na anawaza ya kwamba mimi nikifariki katika uwanja wa mapambano, familia yangu itaendelea kuishi vipi huku Kinshasa au katika kambi ambayo imebaki. Hiyo ni udhaifu ambao kwa sasa jeshi la taifa imekuwa nayo. Lakini kuna vifaa vya jeshi ambavyo vilinunuliwa. Wanajeshi wana vifaa, na ukiona kabisa wanavaa vizuri, wana silaha mzito, lakini hawana hiyo fursa ya kuendesha vita, kwa sababu kuna changamoto nyingi. Unapigana, unahisi, una mawazo ya kwamba nitakula nini, familia yangu ambayo nimeacha itafukuzwa katika kambi.
kuna kabisa changamoto nyingi kabisa katika mapambano ambayo yameendelea mashariki mwa Kongo, na imesemekana ya kwamba idadi rasmi ya wanajeshi ambao wako katika uwanja wa mapambano haijulikani na Kinshasa. Utasikia kwamba badala kuwa wanajeshi 700 unasikia kama kuna wanajeshi 80 ambao wako katika uwanja wa mapambano, lakini orodha huku Kinshasa wanasema kwamba lazima kulipa wanajeshi 700. Hiyo pia inaleta tatizo katika uwanja wa mapambano. Asante sana Mbelechi Msoshi ukiwa hapo Kinshasa. Nitarejea kwako baadaye. Nikuje kwako kwa Silvanus Karemera. Silvanus, kutekwa kwa Uvira, mji muhimu sana wa Kongo, na M23, kuna tafsiri waje kwa sasa kwa mtazamo wako? Asante Ken. Nadhani kutekwa kwa mji wa Uvira kuna maanisha kwamba ile kauli ya M23 kwamba wataikomboa Kongo nzima inaashiria kwamba inawezekana ikawa ni kweli, kwa sababu siku ya Jumanne Corneille Nangaa, siku ya kukamata Uvira, alisema kwamba kikundi chao kinanuia kurejesha amani katika nchi nzima ya Kongo. Akawa analaumu utawala wa Kinshasa kwamba ni utawala ambao hauwajibiki, kwamba umejaa ulaji rushwa, kwamba umejaa matatizo ya kiutawala na nini. Vitu ambavyo alivizungumza baadhi hata Mbelecha amevizungumzia. Kwa hivyo kutaka kwa mji wa Uvira, huu ni mji ambao ni mji wa kimkakati, kwa sababu ni mji ambao unaunganisha mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, na niseme tu kwamba Uvira ni kama mapafu ya Bujumbura. Lakini pia Uvira ni mji ambao ukiangalia kimaslahi ni mji ambao ni kiungo muhimu katika jimbo la Tanganyika pamoja na jimbo la Kivu Kusini kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo kutoka kwa mji huu kuna hapa nafasi waasi kuelekea katika maeneo kama jimbo la Tanganyika na kuendelea. Mwenzangu amesema maeneo ya Baraka na Fizi huko ni kama wanatoa njia, na kama umefuatilia hata leo Katumbi, huyu mpinzani mkuu kabisa ambaye ni mpinzani mkuu wa Kisekedi, yeye pia ametoa malalamiko, na tunavyotambua ni kwamba kihistoria eneo la Katanga kuna kipindi hata iliwahi kutaka kujitenga, lakini kutokana na mvutano wa Faransa na wa Marekani ikashindikana. Lakini bado hicho kiini cha kuweza kujihisi kama wao pia ni sehemu ambayo inatakiwa ijitenge bado ipo. Kwa hivyo nadhani umeuliza ina maana gani? Ina maana kwamba inawezekana zile ndoto za waasi kuweza kuichukua Kinshasa, sijui itachukua muda gani. Inawezekana ikachukua miaka 5, miaka 10, sijui chini ya miaka 10. Lakini kama nilivyosema katika makala iliyopita, endapo serikali ya Kinshasa haitajipanga upya na kutazama udhaifu ambao unapatikana, ikachukua muda mrefu kuweza kulaumu nchi jirani. Na nimesema wakati ule na sasa hivi narudia, wanapotumia sentensi ya kusema kwamba M23 inasaidiwa na Rwanda, inabidi uchole mstari kwenye neno kusaidia. Sijui kama mtu anayesaidia ndiye anakuwa na matatizo. Inawezekana kweli kama nilivyosema, wasi wakapata msaada kutoka Rwanda, wakapata msaada kutoka Uganda, wakapata msaada kutoka Ulaya, popote pale, lakini sidhani kama kusaidiwa ndiyo kunaifanya serikali ishindwe kuwajibika na ishindwe kujenga jeshi lenye nguvu na kuweza kupambana na makundi yenye silaha. Kwa sababu leo tunazungumzia M23, lakini takwimu zinaonyesha kwamba mashariki mwa Kongo kuna makundi yenye silaha zaidi ya 100. Wengine wanasema 200, wengine wanasema 150, wengine wanasema sijui mangapi. Na pia Kennedy, tusahau kwamba hawa wanaojulikana ni wazalendo hii leo, miaka iliyopita walikuwa kwenye makundi mbalimbali mpaka katika jitihada za Rais Tshisekedi kuweza kupambana na waasi akachukua yale makundi yote, hata sikumbuki majina yao, makundi ya wazalendo hao ndio akawaita sasa ni wazalendo wapigania taifa. Lakini kama alivyosema mwenzangu, ni kundi ambalo lilikusanya vijana wenye silaha ambao walikuwa wanapambana na serikali katika vikundi mbalimbali ambavyo vilikuwa vinawajibishwa na baadhi ya maafisa wa jeshi katika jeshi la FARDC, wakajiita ni wazalendo. Lakini bahati mbaya hakujawepo na ile coordination, yani ule muungano ama ule tuseme viongozi ambao wanaratibu shughuli za mapigano. Yani hakuna kiungo kati ya wazalendo pamoja na jeshi la serikali. Na ukiangalia katika siku za hivi karibuni, tuseme nina maana ya kwamba mwezi mmoja, miezi miwili hivi, pale Uvira kumetokea mapigano mara kadhaa kati ya jeshi la serikali ya Kinshasa na wapiganaji wazalendo. Sasa unashangaa
ni kwa namna gani watu ambao wana nia moja, sababu moja, lengo moja, kutoka nchi moja, kupambania serikali moja, hao pia warudiane miongoni mwao na kuanza kupigana. Hiyo inakuonyesha kwamba kuna mianya, kuna nyufa katika utawala. Sasa kinachosikitisha siku zote, mimi naipenda Afrika, naipenda Kongo, naipenda Rwanda, naipenda Burundi, na wapenda wa Afrika. Kinachosikitisha ni kwamba viongozi kule Kinshasa hawaoni hizo nyufa, wanatumia muda mrefu kuweza kulaumu nchi jirani. Na katika hali kama hiyo, wamelaumu kabla Goma ichukuliwe ikachukuliwa, wamelaumu kabla Bukavu ichukuliwe ikachukuliwa, wamelaumu vitongoji mbalimbali eneo la Masisi pale ichukuliwe ikachukuliwa, mpaka leo tunaona Uvira inaanguka. Na sasa sijui, na pia wanaendelea kulaumu. Sijui kama bado hakujapatikana funzo la kuweza kuchukua mikakati mipya na kuweza kwa sababu kama kulaumu hakujatoa suluhisho la matatizo ambayo yanaendelea, kwa nini basi wasitafute suluhisho nyingine? Kwa hivyo umeniuliza kwamba ina maana gani? Ina maana kwamba inawezekana, hii ushahidi mwingine kwamba wakati serikali ikiendelea kuendelea mataifa makubwa kama Marekani na Ulaya, nadhani sijui kama wazungu watasaidia. Nadhani hii ni ishara kwamba inawezekana M23 ikachukua mji mwingine, bado serikali ya Kinshasa ikilia na wazungu wakilia, na kuendelea mpaka mwisho. Asante sana Karemera, lakini swali jingine ambalo linaweza kuulizwa hapa ni kwamba kwa nini unahisi serikali ya Kongo haijafanikiwa kudhibiti zaidi ya makundi 100 ya waasi kwa miaka mingi hii, licha kwamba kuna msaada wa kimataifa, nguvu kazi, ni udhaifu, na kuna mamluki ambao vile vile wako pale. Ni udhaifu wa kijeshi, kisiasa, au ni rushwa tu ambayo alivyosema Mbelechi kuna matatizo mengi kwa jeshi la FARDC? Nadhani ni udhaifu wa serikali, kwa sababu serikali ni kiungo muhimu katika ngazi zote. Serikali ikiwa imejipanga vizuri, inaweza ikatetea maslahi ya jeshi, ikatetea maslahi ya kiraia, ikatetea maslahi ya kidiplomasia. Sasa serikali kama ina matatizo, basi kila sehemu inakuwa na matatizo, kwa sababu inasikitisha kweli kwamba kwa sababu kiangalia kwa mfano eneo la Ituri kuna wanajeshi wa Uganda pamoja na wapigana na makundi kama ADF. Yani kuanzia kule Ituri mpaka kuteremka mpaka kule Uvira kuna makundi mbalimbali tu. Sasa katika nchi ambayo iko ni nchi huru, serikali itakiwa iwe makini na kuweza kutafuta suluhu na kujenga mkakati ambao sasa ni wa muda mrefu wa kuweza kutoa tatizo hili. Nije kwako Ramadhan Kivuga. Ramadhan, nimekuwa nikisikiliza hotuba ya rais wa Rwanda Paul Kagame. Anasema kwamba Burundi ina zaidi ya wanajeshi wake 20,000 katika maeneo mengi katika himaya ya Kongo. Anataja Uvira, Minembwe, Kalemi, Kindu na maeneo mengine, na vile vile pia walifika maeneo ya Walikale na Kisangani. Sasa yeye anahisi kwamba iwapo ile jeshi la SADC liondoka katika himaya ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mbona Burundi libaki hapo? Hili unaliona kama tatizo, Ramadhan Kibuga? Ni kweli kwamba Burundi imepeleka wanajeshi zaidi ya 10,000, 15,000, wengine wanasema 20,000. Lakini kama walivyotangulia kusema wenzangu ni kwamba shida kubwa ni dola ya Kongo. Kongo hamna dola, maana yake hata kama Burundi ingepeleka wanajeshi 100,000, nadhani kama hamna dola ya Kongo itakuwa ni vigumu kuweza kufanikisha. Ni kabla ya hapo kulikuwepo na majeshi ya SADC yalishindwa, kulikuwa na majeshi ya Umoja wa Afrika ya eneo la Afrika Mashariki wameshindwa. Kulikuwa na watu ambao walikuwa na karibu sana na Tshisekedi, mfano Congo Brazzaville, South Africa, kulikuwa na Angola, lakini wote hawa wameshindwa. Utashi au pengine uwezo wa dola ya Kongo ndio kuna shida kubwa sana. Ni kweli Burundi imepeleka majeshi, lakini tumeona kama sehemu nyingi wanasema hata kuanguka kwa Uvira hakuna mapambano ambayo yamefanyika. Kweli Uvira imeanguka mikononi mwa M23, lakini nani kapigana? Kwa hiyo Kongo kuna siri nyingi, kuna mambo mengi ambayo hapa katikati mtu hauwezi ukajua, lakini kuna udhaifu dhahiri wa dola ya Kongo ambao unaona kwamba kwa kweli kama dola kumekuwa ni shida. Ni kweli kuna nafasi au pengine kuna jukumu la Rwanda, lakini kama walivyosema wenzangu, huwezi ukasema tu ni Rwanda tu peke yake. Kuna udhaifu wa dola ya Kongo na hii imekuwa ni shida kubwa sana. Na pengine Burundi imeingia katika mtego ambao ni mgumu kwenda kusapoti mtu ambaye ana madhaifu yake, na hapa ndio imekuwa shida kwa kweli kubwa sana. Asante sana Kibuga. Sasa ni kwa nini unahisi M23 imeweza kuteka Goma
Bukavu na sasa Uvira, miji mikubwa bila kukutana upinzani mkubwa wa jeshi la FARDC. Je, unahisi kuna ushirikiano wa kisiri unaoonekana hapa, ama unahisi kwamba hawa wanajeshi wameishiwa nguvu kabisa hawa sasa? Kuna matatizo kwenye jeshi hilo, kwa sababu taarifa zinaonyesha kwamba baada ya mtutu wengi walitoroka na walikuwa wanahama maeneo hayo kupitia usafiri wa maji. Hili linakugusa hili, Ramadhan? Ni kweli kwamba miji imekwenda inaanguka mmoja hadi mwingine. Kuna nafasi ya Rwanda, hii haiwezi kupingika, kwa sababu Rwanda, Umoja wa Mataifa wanasema wako na wanajeshi kati ya 6,000 na 8,000. Ni kweli kuna yale maeneo ambayo yanasogeleana na Rwanda. Hili haliepukiki, lakini ukiona mambo yanavyokwenda unaweza ukaona kwamba kuna siri kubwa ambayo iko ndani. Utaona kwamba jeshi sio jeshi ambalo tunadhani kwamba lina uwezo mkubwa, lakini vile vile utaona kwamba hakuna nidhamu hata moja upande wa uwanja wa mapambano. Unaona kwamba hamna nidhamu yoyote ile ambayo ipo, na kwamba hata muda utavyoendelea inawezekana kwenda kupoteza miji. Kwa hiyo nadhani kwanza acha tuone mwelekeo wa hii vita unakwenda vipi, kwa sababu wanamaliza maeneo ambayo unaweza kusema kwamba yako jirani na Rwanda. Kesho kama tulivyosema, Uvira ni mji wa kimkakati. Kama itakuwa nia ni ya kuendeleza upande wa Tanganyika na kwenda Katanga, hapa ndio tutaona mengi zaidi, kwamba ni Rwanda peke yake au kuna mchezo mkubwa. Kumbuka kwamba kuna mambo mengi ambayo yameingiliana kule. Kuna mgawanyiko mkubwa kuanzia pale Kinshasa, serikali kumekuwa na hali ya sintofahamu, lakini vile vile kumbuka kuna nafasi ya rais wa zamani Joseph Kabila ambaye amepewa adhabu ya kifo, mali zake zimehodhiwa, na huu ni mtu wa umuhimu mkubwa sana. Na tunavyoelekea ni kwamba Uvira ni kwamba kuna nafasi kubwa ambayo inakwenda kufunguka kuelekea Tanganyika na kuelekea pengine katika maeneo ya Katanga ambapo ndio kwenye asili ya Kabila. Yote tutayaona vipi hali itavyokuwa katika maeneo ambayo karibu na ziwa Tanganyika, ambao wameyasema maeneo ya Fizi, maeneo ya Baraka, hapa alikozaliwa Kabila, lakini kuelekea mkoa wa Tanganyika pamoja na kuelekea kule maeneo ya Katanga. Yote yanatuonesha siri kubwa. Kumbe wa kulaumia sio Rwanda peke yake, pengine kuna mengi makubwa zaidi. Asante sana Kibuga, asante sana. Ikiwa unajiunga nasi wakati huu, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Huu ni ukumbi mpya kabisa wa kubadilishana masuala na taarifa muhimu kuhusu bara hili, na nina wenzangu hapa leo. Tunatupia jicho kuzuka kwa mapigano mapya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na utekaji wa mji wa Uvira, Kivu Kaskazini, na waasi wa M23, licha ya mkataba wa amani kati ya serikali ya DRC, Rais Felix Anthony Tshisekedi Chilombo, na Rais wa Rwanda Paul Kagame jijini Washington DC, Marekani, mbele ya usuluhishi wa rais wa nchi hiyo Donald Trump. Je, mkataba haupo tena, na ni nani wa kulaumiwa? M23 inadai kuikomboa Uvira. Ni nani wanayemkomboa? Wananchi au maslahi ya nje? Jiunge na uchangie kwenye jukwaa hili kwa kutuma maoni yako kwa kurasa zetu ambazo zinapeperusha majadiliano haya mbashara: Facebook, YouTube, pia tutafute TikTok na X. Kuwa huru kabisa kuchangia. Mimi ni Kennedy Wandera. Nirejee kwako Mbelechi Msoshi ukiwa hapo Kinshasa. Hali ya kibinadamu ikoje kwa sasa Uvira? Kwa sasa watu wana mahitaji mengi sana na wanahitaji misaada, na kumbuka ya kwamba kwa sasa misaada ili misaada ifikie watu, kumbuka kwamba ni siku chache tu baada ya waasi wa M23 kuteka mji wa Uvira. Lakini kwa sasa serikali imelalamika ya kwamba kuna mahitaji ya haki za kibinadamu, na katika taarifa ya serikali imelalamika ya kwamba katika kipindi serikali ya mkoa iliandika kibarua ya kwamba katika kipindi tu cha hizi siku chache za mapigano, yaani kuanza tarehe 4 ya mwezi huu wa Disemba hadi leo, wamesema ya kwamba ni karibu watu 400 ndio walifariki, na kuna hitaji sana ya misaada ya haki za kibinadamu. Na watu kwa sasa, kumbuka ya kwamba biashara, vyakula vilikuwa vikitoka Fizi vinaingia Uvira, lakini kwa sasa hakuna uhusiano wote kati ya mji wa Baraka na Uvira, na watu wanahitaji vyakula. Asante sana Mbelechi. Rais wa Rwanda Paul Kagame amezungumza, hiyo hotuba yake inatafsiriwaje hapo? Hotuba ya rais wa Rwanda kwa sasa imekuwa imepuuziwa kila mara na viongozi serikalini,
lakini kuna wale ambao kama raia kawaida wamejiswali. Wakati serikali yetu imelalamika kila wakati ya kwamba Rwanda imetupa bomu kwetu, Rwanda imefanya hivi, kwa nini wanajeshi wetu wakati wanapitia vifaa wana vitu hawajaribu hata kutupa bomu karibu ya Kigali? Na wamelaumu pia serikali ya Kongo kwa sababu imeonyesha uzembe. Haiwezi kuwa ikilalamika kila mara ya kwamba tunataka umoja wa kimataifa hije ilahumu Rwanda kwa sababu ilifanya hivi. Yani raia wamelaumu pia serikali yetu. Kwako Karemera, umemsikiliza hapo Mbelechi Msoshi. Je, makubaliano ya amani yanayofanywa bila kuhusisha M23 yana umuhimu gani vitani? Huu ni mkataba wa karatasi tu ama unahisi vipi? Hapana, mkataba wa Washington sio karatasi, isipokuwa ni kama vile watu hawauelewi ama nauelewa lakini wanapuuzia, kwa sababu huu ni mkataba ambao umeandaliwa na wataalamu kutoka nchi mbili pamoja na mataifa wasaidizi ambao wanasaidia mchakato huu. Nguvu ya Marekani, nguvu ya nchi za magharibi, nguvu ya jamii za kimataifa, nguvu ya wadau mbalimbali wanaiweka katika mkataba huu wa Rwanda na DRC, lakini kutokana na DRC kuendelea kukataa kuzungumza na waasi, ule mkataba wa Doha ambao kimsingi ni kati ya serikali ya Kinshasa pamoja na waasi wenyewe wa M23 ambao ni wananchi wa Kongo, ni kama umepuuzwa. Na kwa sababu hiyo waasi wa M23 hawakuwepo Washington, na kwa namna moja ama nyingine hawahusiki kabisa na mkataba wa Washington. Kwa hivyo wanasema kwamba wataendelea kupigana kwa sababu inaonekana serikali yao ambayo ni serikali ya Kinshasa haijawapa kipaumbele. Unapolizungumzia hilo, lakini je, ni kejeli wazi kwa Trump kwamba usuluhishi wake unapuuzwa siku chache tu baada ya viongozi hawa kutia saini makubaliano ya Washington? Nadhani kuwepo kwa mkataba ama kutokuwepo kwa mkataba itategemea na utashi wa pande mbili, kwa maana kwamba utashi wa serikali mbili, Rwanda na Kongo, lakini pia msukumo wa Marekani, kwa sababu ninavyotathmini mienendo na haiba ya Rais Trump katika tatizo hili na sio hili tu, katika mizozo kwa mfano Ukraine na Urusi, katika mzozo kwa mfano huu mzozo ambao unatokea kati ya Israel na Gaza, lakini katika mzozo pia wa Thailand na Cambodia, Rais Trump anataka kuonekana kama ni msuluhishi wa matatizo yote ya dunia, na yumkini anapigania ile zawadi ya Nobel kama mtu ambaye amefanya maajabu. Lakini nadhani kutokana na hilo hata Trump angeweka nguvu namna gani, kama serikali ya Kinshasa haijazungumza na waasi itakuwa ni kazi bure. Nirejee kwako Kibuga tukimalizia, ni kejeli ya wazi kwa Trump ama unahisi kuna utekelezaji hafifu wa mkataba huu kati ya Tshisekedi na Kagame? Nadhani ni jambo la kusikitisha kama alivyosema waziri wa Burundi wa mambo ya kigeni Bwana Edouard Bizimana kwamba ni kejeli na aibu kubwa kuona kwamba watu wanakwenda mbele ya Trump wanasaini makubaliano kisha saa 24 baadaye yanakuja kuvunjwa makubaliano yale wazi wazi. Lakini mimi nadhani kwamba Trump anajua kile alichokifanya, anajua kwamba yeye alikwenda, kama tulivyozungumza wiki iliyomalizika, Trump lengo lake kubwa ni mfanyabiashara, amekwenda kufanya biashara, amekwenda kutafuta madini ya Kongo. Kwa hiyo akakutana udhaifu wa rais wa Kongo, lakini vile vile na udhaifu wa viongozi wa Kiafrika. Yeye biashara yake pale imepita, lakini itakuwa ni masikitiko makubwa. Asante sana Ramadhan Kibuga. Na kwa mapigano kufika mpakani mwa Burundi na makombora kuripotiwa kuanguka Rugombo, ni kwa kiasi gani mzozo huu uko karibu kugeuka vita vya kikanda? Ni kweli mzozo unakwenda kuchukua sura ya kikanda zaidi, kwa sababu ni kweli Burundi imefanya makubaliano ya ushirikiano na Kongo, imepeleka majeshi mengi pale Kongo, lakini ni kwamba Burundi kupeleka majeshi Kongo kuna kile ambacho wanazuia, ni kitisho cha kuona kwamba yanakuja makundi ya waasi Red Tabara ambao wanashirikiana katika njia moja ama nyingine na Rwanda pamoja na M23 kwa mujibu wa serikali ya Burundi.
Kwa hiyo kama M23 watakuwa wamesogelea mpaka wa Burundi, ni kweli kwamba kitisho kipo, na hii nadhani kwamba itakuwa ni ngumu zaidi. Tutaendelea kuangazia yanayotukia Kongo na iwapo kutakuwa na usitishaji wa mapigano na hatua zitakazofuatwa kwa upande wa upatanishi wa mzozo huo. Hadi hapo tunafikia tamati mwa kipindi hiki cha Jukwaa la Waandishi. Niliwaalika mbele ya meza ya majadiliano waandishi wetu Mbelechi Msoshi akiwa Kinshasa, tuna mhariri wa vipindi vyetu Silvanus Karemera akiwa pale Kigali, na vile pia tumekuwa na mwenzetu Ramadhan Kibuga akiwa Bujumbura nchini Burundi. Kwa niaba ya kikosi kizima cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika kilichofanikisha kipindi cha leo, tunatoa shukrani za dhati kwa kujiunga nasi na kuendelea kuchangia matangazo yetu ya kila siku. Hii ndio sauti halisi ya Mwafrika, jukwaa linalowaweka Waafrika katikati, mbele na nyuma. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta tu idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Tufuate na wafikishe wenzako ujumbe kuwa hii ni sauti yako. Jina langu ni Kennedy Wandera. Kwa heri kwa sasa na kuwa na wikendi njema.